Na mtazamaji wa Global TV, karibu sana kwenye mahojiano maalum na Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es Salaam, Daktari Toba Nguvila, ambaye tupo katika ofisi yake leo jijini Dar es Salaam kutaka kuzungumza mambo mawili matatu kuhusiana na masuala ya kiutumishi na mambo kama tunafahamu majukumu ya Katibu Tawala katika mkoa. Kwa hiyo yapo mengi sana ambayo tunaenda kuzungumza naye siku hii ya leo. Mimi naitwa Gadmuya na hii ni Global TV. Karibu sana. Daktari, kwanza pongezi sana kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Na nipende pia kukaribisha uweze kuzungumza pia. Kuna mambo mengi sana yanaendelea hapa jijini Dar es Salaam tangu uteuliwe. Kuna majukumu ambayo ulianza nayo kwa haraka kabisa na ziara mbalimbali ambazo ulianza kuzifanya hasa katika sekta ya afya ambayo ni sekta ambayo ni nyeti sana katika jamii yetu. Ulianza pale Mwananyamala na ukakuta baadhi ya changamoto mbalimbali na ukaangalia namna ya kuzitatua kwa sababu wewe ndio msimamizi mkuu wa watumishi wa umma. Tuanzie hapo. Kwanza ulichokikuta pale katika ziara zako ambazo umezifanya, case study tunatumia Mwananyamala Hospital. Baada ya hapo mlichukua hatua gani na mna mkakati gani wa kuendelea kuboresha katika jamii tunasema kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kunufaika na serikali yake? Karibu sana mheshimiwa. Asante. Jina langu mimi ni Dr. Toba Alnason Nguvila, ndiye Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es Salaam. Ndio. Nakushukuru mtangazaji kwa maana umeniuliza swali la utendaji. Ndio. Na mimi nafasi yangu ni mtendaji mkuu kwenye mkoa na actually ndio mwajiri kwa niaba ya mwajiri kwenye mkoa. Ndio. Na mimi kwenye mkoa ndio mwajiri mkuu na nasimamia waajiri wengine kwenye taasisi zingine pia na utumishi. Ndio. Na utawala kwa ujumla. Na jukumu la kwanza la kwangu ni kuimarisha swala zima la utumishi na utawala kwenye mkoa. Kwa maana ya utumishi, hawa watumishi wetu hawa ambao Mheshimiwa Rais amewaajiri waweze kufanya kazi kwa uadilifu, kufanya kazi kwa weledi. Wakati mwingine unapoona watumishi wanafanya kazi kwa mazoea, unawakumbusha sasa ili waachane na kufanya kazi kwa mazoea, watumie weledi na elimu yao na utaalamu wao waliofuzu vyuoni na mashuleni. Ndio. Na unapozungumza utawala ni utulivu. Utawala ni jumla ya utulivu unawafanya pia wananchi wanafanya kazi katika mazingira mazuri yasiyokuwa na vurugu, lakini pia viongozi wetu wanatimiza majukumu yao bila kuwa na changamoto. Kwa hiyo ni jukumu la Katibu Tawala wa mkoa kuimarisha utumishi mwema, lakini pia utawala mzuri unaowafanya viongozi wetu waweze kutimiza majukumu yao vyema bila kuwa na changamoto yoyote. Na tunaposema viongozi wetu, moja ni kiongozi mkuu ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, lakini kwenye mkoa kuna mkuu wa mkoa, kuna wakuu wa wilaya. Kwa kazi mojawapo ni kuwatengenezea mazingira mazuri ya kiutawala viongozi hawa, kwa maana kupitia kwa watumishi wetu ambao tunaongoza, ili kuhakikisha changamoto zinatatuliwa kwa wakati, kunakuwa na utulivu na upendo, umoja ambao unawafanya kutimiza malengo makuu ambayo Mheshimiwa Rais angetamani kuona Wanatanzania wote wanakuwa. Sasa tunapofanya kazi hii, moja ni jukumu letu la msingi, lakini pili ni kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Unapofanya kazi hizi za operation, maana yake unamsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vitendo. Yako baadhi ya mambo mnaweza mkakaa ofisini mkadhani yanakwenda vizuri, kumbe hali halisi ilivyo kule ni tofauti na matarajio ya Watanzania ambao Mheshimiwa Rais angetamani kuwe. Sasa sisi kama viongozi wa mkoa tunaamua kufanya hizi operation, na wakati mwingine usiku
wakati ninyi mmelala, ili tuone hizi taasisi ambazo zinafanya kazi masaa 24 utendaji wao wa kazi upoje. Moja ya eneo ambalo kwa kweli tunatamani muda wote liwe safi katika utendaji wa kazi ni sekta ya afya, kwa sababu ugonjwa hauna hodi. Ndio. Wakati mwingine usiku wewe umelala, mtu anakufa. Anakufa aidha hajafika hospitali, anafika hospitali amezidiwa, hakuna mtu wa kumsaidia. Au anafika hospitali hakuna dawa, inakuwa ni changamoto sana. Ndio maana sisi sasa kama mimi mtendaji mkuu na wataalamu wangu ambao ninawasimamia, hasa hawa viongozi, tunafanya surprise visit ili kubaini baadhi ya changamoto ambazo zinatokea au zinakuwepo kwenye hizi hospitali za rufaa, lakini pia kwenye hospitali za wilaya, na kuwakumbusha hawa watumishi wetu kuwajibika, kuwa waadilifu, lakini kufika kwenye matokeo ambayo tunayataka, matokeo chanya katika utendaji. Na ndio maana tunakuwa huko, lengo ni kupunguza malalamiko ili kuhakikisha kwamba Mtanzania wa Dar es Salaam anapata huduma bora na kwa kiwango cha juu kweli kweli. Kwa hiyo tunapokwenda huko, na wakati mwingine tunabaini mambo mengi ambayo mengine yanakuwa sio mazuri, na ndio maana tunakwenda kwa ajili ya kusimamia ili tuchukue hatua. Mtakumbuka nimefanya ziara na mganga mkuu wa mkoa kwenye hospitali ya mkoa ya Amana. Tumefanya pia hospitali ya mkoa ya Mwananyamala, nimefanya pia hospitali ya mkoa ya Temeke, lakini nimefanya pia hospitali ya Mbagara pale karibu na Zakiem. Ndio. Mtakumbuka tulivyokwenda Mwananyamala, yako baadhi ya mambo ambayo hayakuwa mazuri kwangu na mimi sikulizika, na niliagiza mambo yafanyiwe kazi, ambayo sasa nimepita kwa muda mwingine niliona matokeo ni chanya, yameshughulikiwa. Wagonjwa wanapata raha. Moja ya jambo ambalo nililiona ni uchache wa watumishi. Uchache wa watumishi, hili ndugu zangu ni jambo la kisera, sio jambo la watendaji. Tunampongeza Mheshimiwa Rais, ametengeza miundombinu mizuri sana ya kutolea huduma ya afya, lakini sasa hivi anafanya kazi kubwa sana ya kuajiri watumishi wengi wa sekta ya afya ili kusudi kuziba lile pengo la uchache wa watumishi, si kwenye afya tu, hata kwenye elimu. Nafikiri mmeona walimu wanaajiriwa. Juzi tu hapa tumetoka kufanya interview ya watumishi wa afya wengi sana. Hao watumishi wote wanakwenda kuziba gap hilo ambalo nililiona wakati tunatembelea hospitali. Sasa tuliona pia nyakati za usiku pale, ilikuwa ni Amana. Nimefika pale, intern doctors na intern nurses ndio wamejaa sana pale, na wale ni wataalamu ambao wako kwenye mafunzo ya vitendo, kwa maana wako chuoni, bado hawajahitimu yale masomo yao na hawajasajiliwa kwenye vyama vyao kama wataalamu. Maanake wako kwenye kipindi cha matazamio, wanajifunza. Sasa kipindi kile si vyema sana kuwaacha wao wakafanya wenyewe bila kuwa na wasimamizi ambao ni mabingwa, kwa maana wabobezi. Hasa maeneo ya afya ya mama na mtoto, ukimwona intern doctor unashtuka kidogo, kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na complication zinazohitaji bingwa. Kwa hiyo nilisema na niliagiza pale, nisingependa kuona kwenye hizi hospitali wale wanafunzi wa vitendo wanakuwa peke yao bila kuwa na wabobezi. Na nashukuru Mungu kwamba walinielewa. Sasa hivi kila nikipita ninaona wako wabobezi wawili, mmoja lakini na intern doctors. Lengo nini? Huyu mbobezi kama kunakuwa na changamoto kubwa, anaweza kuwasaidia wale wanafunzi wa vitendo waweze kutatua kwa urahisi, kwa sababu huyu ni mzoefu, ameshakutana na cases nyingi ambazo kitaalamu zinakuwa zimemfanya ameiva
kuliko wale wanafunzi. Ndio maana niliagiza hivyo. Nisingependa nyakati za usiku ambazo wengi wanapenda kwenda kulala, na usiku wagonjwa wanakuwa wachache, sio wengi kama mchana. Lakini ni vizuri pia kusikosekane wale mabingwa wabobezi kwa ajili ya kusaidia wale wanafunzi, ili moja, kuelewa vizuri, lakini pili, inapokuwa ni complicated issues waweze kusaidia kuokoa maisha ya Tanzania. Lakini jambo lingine niliona pia masuala ya matumizi ya lugha ambazo sio nzuri, hasa kwa Mbagala pale Rangi Tatu. Ndio. Kwa upande wa madaktari, yes, na watumishi, muuguzi, na natumia, unajua mgonjwa anapofika hospitali anafika akiwa yupo unconscious, hata wale relative wake wakati mwingine wanakuwa wamepaniki. Kwa hiyo wakati mwingine usipochukulia kisaikolojia vyema, unaweza kugombana na mgonjwa au na ndugu wa mgonjwa. Ndio. Kwa hiyo niliona baadhi wachache, si wote, ni wachache sana. Na muda ule leo tunamshauri, tunamwelekeza usifanye hivyo, kumkumbusha wajibu wake kwamba hii kazi ya kuhudumia wagonjwa wa hospitali ni kazi ya kitume. Kwa unapoona mtu amefika ana hasira, moja hasira yake kwa sababu ya maumivu ya mwili ambao ugonjwa nao umo. Lakini pili, kupaniki. Kwa hiyo anaweza kukujibu tofauti ukadhani huyu kwa nini, lakini kama mtaalamu wa saikolojia, mtaalamu wa afya, lazima utumie lugha ambayo ni njema, ni nzuri, yenye staha kwa ajili ya kumpa comfort yule mgonjwa, ili hata wakati anapata huduma anafeel kwamba kweli hawa wataalamu wako vizuri, wanasaidia. Na ni mabingwa tu wazuri. Hiyo wakati mwingine mtu anaweza kama amechoka sana kwa sababu ya majukumu yake, akapotoka kwa maana ya kauli, kumjibu vibaya yule mgonjwa, na kupelekea kwamba akakasirika mgonjwa, na wanamuongezea maumivu zaidi ya na ikasababishia pia anachafua hata image ya wa madaktari na manesi wengi ambao ni wazuri kwa sababu ya mtu mmoja. Na mtu akitoka hapo manake atasema kwamba hospitali za umma ni changamoto. Exactly. Sasa sisi kama wasimamizi kwenye mkoa tusingependa hata hospitali moja ikawa na tabia kama hizo. Na hili ndio swala ambalo lilikuwa linakuja kwamba tumefanya case study hospitali kama 2-3. Ndio. Katika mkoa kiujumla tuna mkakati gani pia? Kwa sababu hilo ndo lengo, sio hospitali baadhi, manake ni hospitali zote katika mkoa wako. Sawa. Na labda kabla sijafika huko nikuelezee jambo lingine. Tuliona pia wasimamizi wale wa vituo vya kutolea huduma nyakati za usiku, in charges, nao wengine hawatembelei, wakishatoka saa 10-12 anakwenda kulala jumla mpaka asubuhi, jambo ambalo sio sawa, sio zuri. Kwa hiyo tuliwakumbusha hasa kwenye referral hospitals ambao hizi complication nyingi zinakuwa huko, kwamba hawa waganga wakuu kwenye hospitali za rufaa wawe na tendency ya kutembelea usiku, kujiridhisha na utoaji wa huduma bora na salama kwa wagonjwa wetu. Sasa kwa nini tunafanya hivyo? Nini tunapanga kufanya? Kwa maana mikakati ambayo kama mkoa chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Albert John Chalamila, sisi watendaji wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kweli tumejipanga. Kwa mfano hivi ninavyozungumza leo tarehe 8, tarehe 9 mpaka tarehe 10 tumeshaitisha semina maalum ya wataalamu wote, zile timu za wataalamu kwenye hospitali za wilaya, kwenye hospitali za rufaa zote, na timu za wataalamu kwa maana kwenye halmashauri wote tupo pale kwenye ukumbi wa Ngome. Lengo ni nini? Ni kwa ajili ya kukumbushana, lakini pia kwa ajili ya kupima utendaji wa kazi ambao tumeufanya kwa mwaka mzima wa fedha uliopita, ili kuona sehemu gani ambako tumekwama, nini tumekwama. Inaweza kawa katika rasilimali watu tumekwama, labda tumekwama katika utoaji wa huduma bora, ili kwenye sehemu nzuri tunapongezana, wale waliofanya vizuri wanapewa pongezi. Na nimesema sitaki pongezi za vyeti tu, nataka pongezi pia hata ya fedha, ili huyu mtumishi wa afya apewe motisha chanya, ambayo hata akitoka hapo ana bahasha ya kumpelekea mke wake au mume wake nyumbani, ili kesho aweze kufanya vizuri zaidi. Exactly. Habari ya kutoa
sijui zawadi ya cheti peke yake kama hiki. Niwaambia hapana, mganga mkuu, ni lazima wale waliofanya vizuri wapate kitu, wapate cheti, lakini pia na fedha kidogo ili zisaidie kwa ajili ya kusaidia pia katika maisha yake au na familia yake. Ndiyo. Hata mtoto akipiga kelele, baba au mama, unakuwa na hela ya kunyamazisha, na unaonekana pia kwamba ni mtumishi bora. Ndio maana sasa hivi vikao vinaendelea, kwa maana seminar presentation, ili tuone ni halmashauri ipi na weakness ipi imefanya vizuri. Wale waliofanya vizuri manake wajifunze zaidi kwa wengine, kwa nini wanafanya vibaya, ili wasikosee wakati mwingine. Lakini hawa waliofanya vibaya wajifunze kwa waliofanya vizuri, ili wafanye vizuri zaidi. Si wilaya tu, hapana, hata hizi za rufaa, Amana, Mwananyamala na Temeke. Kwa maana inawezekana Mwananyamala amefanya vibaya sasa hivi, lakini Amana amefanya vizuri. Kwa hiyo huyu Mwananyamala ana fursa kujifunza presentation ya Amana na kukopi wenzake wamefanya kitu gani kizuri. Kwa sababu kujifunza hakuna mwisho. Unaweza ukawa senior, umejifunza super specialist, lakini kama usomi mara kwa mara, viko baadhi ya vitu vitapungua. Na wakati mwingine nimewasisitiza pia hata kufanya tafiti mbalimbali. Haya, unazungumza kwa nini labda Temeke mara nyingi ugonjwa huu wa kuharisha na kutapika unakuwa mara kwa mara. Nini tatizo? Kamba nendeni mkafanye utafiti. Inaweza ikawa mazingira ya umaskini wa maeneo. Labda unakuta wakati mwingine maji wanayotumia badala ya kuleta maji ya bomba ya DAWASA, wanatumia maji yanayotiririka kwenye chemchemu. Na wakati wa mvua mnafahamu vyoo vinajaa, kwa hiyo kunakuwa na contamination ya vinyesi. Sasa kipindupindu nafikiri mnafahamu sababu yake ni hayo, unakuta kinyesi kinaliwa kwenye mdomo. Sasa angalau wajifunze kwa nini kule, au kwa nini labda watoto wa chini ya uzito wa kilo 2.5 wengi wanakuwa upande wa hospitali ya rufaa ya Temeke kuliko Amana na Mwananyamala. Kwa maana mambo kama hayo kwenye vikao vya wataalamu wana discuss kwamba waangalie, inawezekana ikawa labda huko watu hawaendi kliniki. Inawezekana huko labda wakati wa ujauzito wanatumia pombe sana. Inawezekana pia huko labda wakati wa ujauzito ile lishe kamili, mlo kamili wa mama mjamzito haupati. Inawezekana wakati wa ujauzito huyu mama mjamzito anakunywa pombe kali sana. Inawezekana pia wakati wa ujauzito huyu mama mjamzito anavuta madawa ya kulevya. Yote hayo pia ni vichocheo, inaweza kuwa vichocheo kwenye nini? Kudhoofisha afya ya mtoto. Sasa hii ni mabunio tu ambao hao watafiti ambao ni wataalamu magwiji, nimwambia nendeni mkajifunze kwa nini underweight watoto wengi wanapatikana Temeke na sio Amana au Mwananyamala. Wale ni wataalamu, waweza kaja na majibu ambayo ni mazuri, yakasaidia pia kusaidia mkoa na kusaidia pia nchi. Lakini labda pia nikukumbushe pia, kwa mfano sasa hivi kwenye vikao kama hivi, baada ya kuona pia tunafanya kama semina ya kuwakumbusha umuhimu wa wataalamu kuzingatia maadili, hasa kuto kupokea rushwa, kuwafundisha kutumia kauli njema. Ndio kazi ambayo inafanyika pale Ngome kwa siku 3 kwa ajili ya kuwa train na kuwakumbusha hao watumishi, ili kesho na kesho kutwa yale ambayo niliyakuta kule nisiyaone tena. Na kuna utaratibu pia wa kufanya mara kwa mara kuhusiana na hizi siku 3 ambazo zimepangwa sasa hivi zinafanyika. Nakushukuru sana. Yaani utaratibu upo muda wote. Hata siku ile ulivyoona Mwananyamala niliagiza mganga mkuu. Maana yake timu ya wataalamu wa afya ya mkoa walikwenda kufanya kikao na kutoa ripoti ya kile ambacho nilikiona wakati wa ziara na kufanyia marekebisho. The same hata nilipokwenda Mbagara, baada ya kutembelea ule siku, kesho yake mganga mkuu wa mkoa na timu ya wataalamu walikwenda kule kuona na kutoa mrejesho pamoja na kupanga mikakati namna ya kuimarisha utoaji wa huduma ya afya. Kwa sababu huduma ya afya
ile ubora au ubaya huwa haidanganyi. Kama huduma ni nzuri, utaona appreciation ya wananchi. Kama huduma ni mbaya, utaona kelele za wananchi. Lakini ukiona kumetulia, maana yake nini? Yale ambayo nilitembea niliyaona na niliyatolea maagizo, maana yake yanatekelezwa. Ukiona kuna kelele, maana yake na mimi jicho langu linasikia mbali sana na macho yanaona mbali. Kwa sababu wakati mwingine sio mimi tu, wako wengi, hata vyombo vinatusaidia pia kutushauri kuna sehemu ambayo nini hii inatakiwa ufanyiwe kazi. Kwa hiyo tunakwenda haraka. Kuna wakati mwingine wewe mwenyewe unatembea unakwenda, lakini ile ya kuvisit surprise check up inawafundisha wataalamu wote na viongozi wote kwenye mikoa na wilaya kuto kusubiri taarifa za mezani. Unaweza ukasema au kaamini kwamba kuna shughuli nzuri inafanyika, kumbe hali ya kule sio njema. Ndio maana lakini vitendo ni tofauti kabisa. Kwa unaofanya ile visiting wewe mwenyewe kuona, moja unawastua, lakini pili wao hawajui muda wala saa kiongozi atakapofika kwa ajili ya kukagua. Na mimi ninapokwenda na wataalamu wala siwaambii, nafika by surprise. Sasa ile inasaidia kujenga habit au kujenga utaratibu na tabia ya hawa watumishi wetu wa serikali kuwajibika muda wote bila kujali kwamba kuna kiongozi anakuja au hapana. Lakini ukibaki tu umelala, maana yake nini? Uwepo wako kama katibu tawala hautaonekana. Lakini pili, mheshimiwa mkuu wa mkoa atakuwa anapokea kero kila wakati. Sio jukumu kila wakati kero tu, hapana. Wakati mwingine mkuu wa mkoa anatakiwa kaya apange mipango mikubwa ya namna ya kuongeza rasilimali miundombinu ya mkoa wa Dar es Salaam, sio tu kutatua kero za afya za nini, hapana. Hii ningetamani sana kero hizi za kwenye mataasisi hizi zikatatuliwa na sisi wataalamu kabla hata mkuu wa mkoa anakuja, ili mkuu wa mkoa akifika kazi yake iwe ni kuona nini kipya kwenye infrastructure, nini kipya cha kupongeza, aone kazi inafanyika vyema. Tukifanya hivyo, hata mheshimiwa rais akifika aje kuwasalimia tu, jamani hamjambo, hatujambo. Sio rais anafika mikono, waziri mkuu anafika mikono. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, sera yetu kubwa ni kutoa huduma bora na salama kwa wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, bila upendeleo wa udini, bila upendeleo wa ukabila, bila upendeleo wa ukanda. Maadamu msuni mwa Dar es Salaam na mtu mwingine ambaye nje ya Dar es Salaam anapofika Dar es Salaam, huduma ziwe bora. Na lazima mjue kwamba Dar es Salaam ndio hata huduma zile za kitaifa, hospitali bingwa za kitaifa ziko hapa. Na wakati mwingine tunatembelea Muhimbili, kuna wakati tunatembelea Mloganzila, hata Aga Khan, ili kuona huduma ambazo zinatolewa kwenye vituo vya kutolea huduma kwenye mkoa wa Dar es Salaam inakuwa sawa. Na wakati mwingine tuna timu zinatumwa kule kwa ajili ya kukagua kama kunakuwa na vituo vya kutolea huduma vyenye ukakasi kidogo, ili vichunguze vione wataalamu waliopo wana vyeti au hawana vyeti, madawa yaliopo yanayotumika kwenye labda private hospital yame expire au hapana, qualification zile za usajili wa hivi vituo lazima tukague zime qualify, au mtu amemua tu kuanzisha ka frame kake anasema hii ni kituo cha afya au zahanati. Na ndio maana wataalamu tunasisitiza sana wasikae ofisini, lakini bali waende site wakakague, wakazungumza na watumishi, wakague utoaji wa dawa. Wakati mwingine unafika sehemu kwenye dawa, mtu ambaye hastahili kupata exemption unakuta anapata msamaha wa madawa. Haya madawa hayasamei kwa kila mmoja. Sera ya serikali ni wazee, watoto wa chini ya miaka 5, lakini pia kina mama wajawazito. Na ikitokea wale wenye magonjwa sugu. Sasa unakuta mtoto wa kijana wa miaka 25 ambaye ana nguvu kabisa anakwenda kupata msamaha wa dawa. Maana hayo ni matumizi mabaya ya sera. Sera yetu haisemi hivyo. Sasa wakati mwingine hata mzee aliyestaafu una haja ya kuomba kadi, kwa sababu ndiye staafu bado na pension ya kwako. Tumia kwako. Tunaangalia sana hawa ambao kweli unakuta mkulima hana kwenye system ambazo ni formal, amestaafu, amefika miaka 60 plus,
anahitaji huduma kama hiyo, angalau hao. Sasa wewe ulikuwa labda mtumishi wa serikali umestaafu, pension inaendelea kutoka, huna haja ya kuingia kwenye msamaha wa wazee wakati tayari una bima yako inafanya kazi. Una mshahara wako ikaposho kadogo kanakuja kila mwezi. Sasa unataka wewe na wewe msamaha utie bure, na kwa sio sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawapongeza sana wataalamu wa sekta ya afya. Kwa kweli wamebadilika sana, wamebadilika sana. Unaona hata ubunifu wao. Kwa mfano sasa hivi unaona Amana hapa, Amana hospitali, tuna tarehe 25 mwezi wa 10 huu, Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi kwenye fundraise ya ujenzi wa wodi ya mama na mtoto ambayo itafanyika Mlimani City. Sasa unaweza kuona ubunifu huo ni wataalamu wenyewe wa hospitali ya Amana wamekuja na mawazo haya. Ofisi ya mkuu wa mkoa amekubali kwa mikono miwili, naye akazungumza na waziri wa afya. Waziri wa afya akaandika kumwalika Mheshimiwa Rais na ameridhia kuwa mgeni rasmi. Maana yake nini? Tunakwenda kutafuta fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa nini? Wa wodi kubwa ya ghorofa ya mama na mtoto. Maana yake nini? Wadau hata wa maendeleo, taasisi mbalimbali, ni nafasi sasa hii kusaidia hospitali yetu ya Amana ili ipate majengo ya kisasa kwa ajili ya kutolea huduma ya afya kwa mama na mtoto. Tusisubiri tu kila kitu mpaka Mheshimiwa Rais atoe fedha. Hapana, tumesema sisi wenyewe wa Dar es Salaam na wadau wa mkoa wa Dar es Salaam tunaweza kufundraise tukapata pesa za kutosha, na kwa hakika hili wodi la mama na mtoto kwenye hospitali ya Amana likajengwa, na wengi wakatibiwa. Wako wengi ambao wamezaliwa hapo Amana, wako wengine ambao wanatibiwa Amana. Hii ni nafasi kwao kwa ajili ya kuchangia fedha nyingi ili tujenge wodi ya mama na mtoto katika hospitali ya Amana kwa ajili ya kuokoa wakina mama wengi wa mkoa wa Dar es Salaam, kuokoa watoto wengi wa mkoa wa Dar es Salaam. Na ninaamini kabisa kupitia request ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa na barua isaini mkuu wa mkoa mwenyewe, nina hakika wengi watakuja kwa ajili ya kushiriki ile harambee ya kuchangiza ili tujenge hiyo wodi ya mama na mtoto Amana. Jambo zuri sana. Kwa wewe ambaye unaungana na sisi, tupo na Dr. Toba Nguvila, ni katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye tuko naye leo tukizungumza mambo mbalimbali ya kiutendaji ambayo yanaendelea katika mkoa huu. Nataka pia tugusie kwa uchache kwa sababu umelizungumzia utaratibu wa watumishi kuwafikia wananchi na kusikiliza kero zao moja kwa moja, kwa sababu kama walivyosema kwamba ukimfuata mtumishi bila kumpa taarifa, kitu kama hicho, anakuwa active katika utendaji kazi wake. Sasa hili mnatengeneza vipi kwa watumishi wenyewe na wao, yani wewe umetimiza wajibu wako, lakini na mtumishi ambaye yuko chini yake naye pia atimize wajibu wake wa kuwafikia wananchi na kusikiliza kero zao. Kwenye hili na lenyewe mna mkakati gani? Kwa sababu wananchi tumeona wamekuwa wakilalamika kwamba watumishi wengine hatuwaoni, tunawaona labda kipindi fulani hatuwaoni. Kama hilo na lenyewe pia mmejipanga vipi kama katibu tawala? Labda nikuhakikishie kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais, dhamira ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa na dhamira ya Mheshimiwa wakuu wa wilaya wote kwenye mkoa wa Dar es Salaam ni kuhakikisha hakuna kero yoyote ya mwananchi ambayo haitatuliwi. Na ndio maana unaona ziara za wakuu wa mikoa, hasa mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, ziara za wakuu wa wilaya wote, pamoja na kukagua miradi, lakini wana mikutano kwa ajili ya kutatua kero za wananchi. Sasa sisi watumishi tumekuja na approach nzuri sana. Naamini hawa wa afya hawa, nimewaambia kabisa, nimewaagiza tusiishie tu kutibu wagonjwa wanaokuja hospitali. Fanyeni outreach program, yani zile program maalumu za kutoka kwenye hospitali kuwafuata wagonjwa majumbani kwao, kuwafuata wagonjwa kwenye zahanati kule, ili wakusanyike watibiwe badala ya kusafiri mpaka kwenye hospitali za rufaa. Unakuta wako wagonjwa wengine wamezidiwa, wako majumbani, na wakati mwingine uwezo hata wa kufika hospitali hawana.
Kwa hiyo mnapokuwa na outreach program nchi tu, hata watumishi wenyewe wa kule kwenye ngazi ya mitaa na kata kule, wakati mwingine hawafiki kusikilizwa kwenye ofisi za wilaya, lakini mkienda kwenye zone, leo mnasikiliza kwenye tarafa hii, kesho tarafa hii, wanakuja wanasikilizwa, wanaendelea kufanya kazi kwa amani. The same hata kwa wananchi, mnakwenda kutoa mgogoro katika timu, sio mtu mmoja mmoja. Kunakuwa na mwanasheria yuko pale, afisa ardhi yuko pale, mtu wa utawala yuko pale, hawa wote, afisa tarafa yuko pale, hawa wote wakiwa sehemu moja. Huyu wa kisheria anatatua taratibu ya sheria ya ardhi, huyu hapa anaangalia pia ardhi, namna ya utoaji, utaratibu ni upi, huyu kwenye utawala mmechukua hatua gani. Unakuta shida hata ingekuwa kubwa vipi, mnapokuwa pamoja kwenye eneo lile na wananchi, inaisha kila kitu pale pale. Kwa hiyo mkiondoka pale kila kitu kinakuwa sawa, mnakuwa comfortable kabisa. Jambo zuri sana. Katibu tawala pia tunafahamu katika majukumu yako, maana yake ni kusimamia majukumu, kupokea tunasema kusimamia mfano kama hizi tenda ambazo zinaendelea, vitu kama hivyo. Nataka tugusie pia kwa upande wa mwananchi wa kawaida kunufaika na hizi tenda ambazo zinakuwa, miradi ambayo inakuwa inafanyika. Mwananchi wa kawaida pia kuna fursa gani? Inawezekana mwingine afahamu, lakini ana uwezo wa kunufaika vipi na miradi ambayo inakuwa inatengenezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa katika mkoa wako wa Dar es Salaam? Asante. Mfumo wa manunuzi wa sasa hivi huwa NeST ni mfumo wa uwazi kabisa, ambao kila mwananchi mwenye sifa anaweza kaomba kazi na akapewa kazi bila upendeleo wowote. Tena tunashukuru, yaani Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwenye manunuzi, kwa sababu zamani tulikuwa tunatumia mfumo ule wa nje wa TANAPS, lakini sasa hivi mfumo huu wa NeST ni mfumo wa kizalendo, umetengenezwa na Watanzania. NeST ni kiota ni mfumo uliotengenezwa na Watanzania wenyewe wazawa, na huu mfumo umeruhusu kazi zote ambazo zinatangazwa zipitie kwenye mfumo, kwa sababu mfumo unakuwa hauna mpendeleo, ni wawazi, kila mtu anaona, na ukiomba unaona kabisa umeshindwa kwa sababu hii, umeshinda kwa sababu hii. Badala ya kuomba kupitia kwenye makabrasha ya kawaida, mtu kama na mtu wake ambaye anamtaka apate anampa. Sasa hiyo sisi tumetoka huko, maana tupo kwenye mfumo. Sasa hawa wananchi wa Dar es Salaam wananufaikaje na huu mfumo? Moja ni kuomba, lakini pili tumeshaelekeza hawa wa NeST, kwa maana wa PPRA. Sasa hivi mkurugenzi au mtendaji mkuu wa PPRA ameshapeleka wataalamu kwenye kanda kwa ajili ya kutoa elimu namna jinsi ya matumizi mazuri ya mfumo wa NeST. Na hata wakandarasi wenye makampuni wamefundishwa namna jinsi ya kutumia, vigezo vya kutumia na taratibu zote, ili wanapoomba kazi wasizikose. Kwa huu ni mfumo wa wazi, upo wazi kwa kila moja bila kujali sijui kabila, uvyama, unini, haupo kabisa. Naam, baada ya kuyazungumza mengi ya jiji la Dar es Salaam kwa upande wa utumishi tunasema, na hapa tunazungumza na katibu tawala wa mkoa Daktari Toba Nguvila ambaye amezungumza mengi sana. Nataka kwa uchache tuhitimishe pia rai kwa watumishi wa umma, lakini pia kwa uchache wewe kama katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam unahitimisha vipi neno kwa Watanzania au yule Mtanzania anayekutazama kwa sasa hivi kupitia Global TV? Karibu sana. Asante. Labda kwa ufupi tu, kwa maana ya kuhitimisha, kwa upande wa watumishi wa mkoa wa Dar es Salaam, rai yangu moja, tuendelee kuwa waadilifu, kuchapa kazi kwa uadilifu, kwa sababu moja ni wajibu wetu ambao sisi tumeaminiwa na tumepewa nafasi. Hizi nafasi ambazo tumepewa tuzitumikie kwa weledi mkubwa, lakini pili, tumtangulize Mungu sana katika utendaji wa kazi. Lakini pili, sisi kama watumishi wa mkoa wa Dar es Salaam, ningetamani wote wa mkoa mzima, watumishi wote moja, sisi wenyewe tukajiandikishe na kushiriki vyema kwenye uchaguzi
wa serikali za mitaa ambao utafanyika tarehe 27 mwezi wa 11 2024. Lakini pia sisi watumishi tunapowajibika kwenye majukumu yetu, moja ya kazi ya msingi iwe ni kuwahamasisha Watanzania wa mkoa wa Dar es Salaam nao kushiriki kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na wao pia kuwahamasisha wakagombee nafasi mbalimbali za serikali ili waweze kupata uongozi na kuwa ni sehemu ya maamuzi ya baadhi ya masuala kwenye mitaa yao. Kwa sababu ukibaki nyuma alafu uchaguliwi, unabaki kulalamika haileti maana. Kwa hiyo uchaguzi kama huu ni muhimu tukashiriki vyema kuhamasisha, lakini na kuwahamasisha pia wao wagombee kwenye nafasi mbalimbali. Asante sana. Nashukuru sana. Shukrani. Tumezungumza mengi na Daktari Toba Nguvila ambaye ni katibu tawala wa jiji la Dar es Salaam ama mkoa wa Dar es Salaam, ambaye umemsikia amezungumzia kuhusiana na masuala mengi tu, ikiwemo swala la uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini pia swala la watumishi wa umma. Yapo mengi sana ambayo yamezungumzwa na inawezekana ulitaje kuzungumza, lakini pia mojawapo likiwa ni la mikopo ya 10% pia, na lenyewe ni muhimu sana ukaweza kulifuatilia, kwa sababu kuna kongamano ambalo linakuja, ambapo kupitia Global TV tutaendelea kukufahamisha ili uweze kufahamu yale mengi ambayo unatakiwa kuyafahamu. Naitwa Gadmuya, nyuma ya kamera yupo Roy, lakini yupo Meki pamoja na ndugu yangu hapa Yasini. Asante sana kwa utazama. Hii ni Global TV. Asante na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.